Hii ni Ngasa TV. Jina langu ni Juliet Ayustad. Tuangazie katika upande wa sekta ya madini. Katika hatua ya kuimarisha sekta ya madini na kuwezesha wachimbaji wadogo nchini kunufaika zaidi na rasilimali za madini, Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ameteua timu maalum ya wataalam kutoka serikalini na katika sekta binafsi kwa ajili ya kuishauri Wizara ya Madini namna bora ya kuinua wachimbaji wadogo kiuchumi kupitia uchimbaji wenye tija. Akizungumza jijini Dodoma April 9, 2025, Waziri Mavunde amesema timu hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, aliyetoa wito kwa wizara kuhakikisha sekta ya madini inapiga hatua huku wachimbaji wadogo wakichimba kwa tija na manufaa makubwa, hivyo kuwajenga kiuchumi zaidi. Ndugu wajumbe wa timu, mabibi na mabwana, kutokana na umuhimu wa sekta hii ndogo ya uchimbaji madini mdogo, naomba nitumie nafasi hii kwa kukumbusha kuwa sera yetu ya madini ya mwaka 2009 imeweka bayana kuwa mkakati wetu ni kuwaendeleza wachimbaji wadogo wa madini kwa kuhakikisha wanaendesha shughuli zao kisasa, sambamba na kuhakikisha wanakuwa na taarifa za kutosha za kijiolojia katika maeneo yao ya uchimbaji, lakini pia kukuza mitaji yao, utaalamu pamoja na utunzaji wa mazingira. Akizungumzia ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM, amesema ilani imeweka dhamira ya kuongeza fursa za ajira kwa Watanzania kupitia sekta mbalimbali ambapo madini ni mojawapo, na kwamba serikali kupitia Wizara ya Madini ina kila sababu ya kuhakikisha kuwa sekta ya uchimbaji mdogo wa madini inaendelea kukua na inatoa fursa ya ajira kwa Watanzania. Aidha, ilani ya uchaguzi ya CCM pia inathibitisha kuwa nchi yetu ina watu wenye uwezo pamoja na rasilimali za kutosha yakiwemo madini. Hivyo serikali kupitia Wizara ya Madini ina kila sababu ya kuhakikisha kuwa sekta ya uchimbaji mdogo wa madini inaendelea kukua na kutoa fursa za ajira kwa Watanzania. Matarajio ya wizara ni kuwa timu hii itakuja na mapendekezo thabiti ya namna bora ya kuwawezesha wachimbaji wazawa ili kuongeza tija ya uzalishaji madini na utaratibu sahihi na kuwawezesha kimitaji na utaalamu ili kuwawezesha kuendesha shughuli zao kwa tija. Aidha, Waziri Mavunde ameweka wazi sababu ya kuamua kuunda timu hiyo ya kuishauri wizara kuwa wachimbaji wadogo wanalelewa chini ya STAMICO ambayo imekuwa ikifanya kazi kubwa na kufanya uchimbaji mdogo uendelee kupiga hatua. Kwa nini tumefikia hatua hii? Hii ndio jambo muhimu sana. Kwa nini tumefikia hatua hii ya kuona kuna haja ya kutengeneza timu ya wataalamu ili waishauri wizara namna bora kuendeleza wachimbaji wadogo? Tunafahamu kwamba wachimbaji wadogo nchini wanalelewa chini ya STAMICO. Na STAMICO amefanya kazi nzuri sana kwa muda wote wa kuendelea kuwalea wachimbaji wadogo. Ni kazi ambayo imefanya hivi sasa tasnia ya uchimbaji mdogo imeendelea kupiga hatua siku hadi siku. Katika maduhuli ambao tumeyakusanya katika mwaka wa fedha uliopita ya shilingi bilioni 753, wachimbaji wadogo wamechangia 40% ya maduhuli yote ambayo tumeyakusanya. Mchimbaji huyu ni yule ambaye hana taarifa sahihi ya eneo lake, hana teknolojia ya kisasa, anachimba kwa kubahatisha. Huyu ndo mchimbaji mdogo aliyoko hapa nchini Tanzania. Na ndugu zangu, ni ukweli usiopingika kwamba nchi yetu itajengwa na Watanzania. Sekta hii itakuwa na kufikia malengo ambayo tumejiwekea kama kutakuwa kuna ushiriki mkubwa wa Watanzania. Hizi ndio rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Lazima Watanzania wawe watu wa kwanza kunufaika na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu amewajalia. Timu hiyo ya wataalamu imepewa muda wa mwezi mmoja kuwasilisha mapendekezo yake rasmi kwa wizara, ambapo Waziri Mavunde amesisitiza kuwa serikali iko tayari kuyafanyia kazi mapendekezo hayo mara moja kwa lengo la kuongeza mchango wa wachimbaji wadogo katika pato la taifa. Hii ni Ngasa TV na mimi ni Juliet Ayustad.